kwenda kwa ukuu na uweza wote. Amen. Haleluya. Amen. Mungu wetu ni Mungu ambaye anapigana vita. Amen. Tunaambiwa ya kwamba Bwana ni mtu wa vita. Amen. Kwa hiyo Mungu wetu kinachomtambulisha ni vita. Ndio. Sema amen. Amen. Anaitwa Mungu wa vita, maana yake vita ndiyo sehemu yake ya kujidai. Amen. Panapokuwa hakuna vita, maana yake anakosa ule mshawasha wa kupigana. Amen. Ila vita inapokuwepo anaanza kudhihirisha uweza wake. Amen. Nguvu yake. Amen. Mamlaka yake. Amen. Sasa katika andiko hili Isaya anatuambia ya kwamba ni nani atokaye Edomu mwenye vazi la fahari, anayekwenda katika ukuu wa uweza wake. Amen. Mimi nisemaye kwa haki, hodari wa kuokoa. Anajibu, mimi nisemaye kwa haki na hodari wa kuokoa. Mungu wetu ndiye anayesema kwa haki. Mungu wetu ndiye hodari wa kuokoa. Amen. Yaani hapo ulipo, vita ulionayo, Amen, hamna mtu wa kukuokoa zaidi ya Bwana wa majeshi. Yeye ndiye mwokozi wetu. Amen. Yeye ndiye aliyewekwa msalabani, damu yake ikamwagika na akatuokoa kwa kupitia damu. Amen. Manake alifanya maombi mekundu ambayo yanaleta ukombozi kwa kila kiumbe. Amen. Anaposema ya kwamba mwenye kuokoa, hodari wa vita. Mungu wetu ndiye Bwana wa vita. Sema amen. Amen. Sema amina. Haya maombi utambue kwamba ni maombi ya kisasi. Amen. Ni maombi ya kuachilia ghadhabu ya Mungu kwa wale wanadamu ambao wameshindikana, wale ambao wamekupiga wakasupaza shingo zao. Ndio haya maombi huwa yanafanyika juu yao. Amen. Sema amen. Amen. Farao aliwang'ang'ania wana wa Israeli, alishupaza shingo yake, aliifanya shingo yake kuwa ngumu, akawa na moyo mgumu, hakutaka kuwaachilia wana wa Israeli. Amen. Kwa nini? Kwa sababu pigo la Mungu lilishaandaliwa, alishatenda uovu kapitiliza, na sasa yakaanza kuletwa mapigo juu ya Farao ili watu wa Mungu wapate kufunguliwa. Amen. Adui yako anapopigwa mwache apigwe. Amen. Mtesi wako anapopigwa mwache ahangaike. Amen. Ni kwa sababu yeye mwenyewe alifanya shingo yake kuwa ngumu. Amen. Sema amen. Amen. Sema ni sawa. Ni sawa. Sema ni sawa. Ni sawa. Kwa hiyo Yesu anakuja na vazi jekundu, na mwonaji anasema ni nani anayeshuka kutoka Edomu mwenye vazi la fahari. Amen. Mwenye vazi ambalo limetiwa damu kutoka Bosra. Amen. Haleluya. Amen. Vazi lililotiwa damu manake ni vazi jekundu. Yaani katika ulimwengu wa roho ni vazi jekundu, ishara ya vazi lililotiwa damu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana wana wa Israeli wakati Musa anapewa maelekezo ya kwenda kuwakomboa, alianza na pigo la kwanza ambalo lilikuwa ni pigo la hatari la kuachilia maombi mekundu juu ya uchawi wa Misri. Amen. Ni nani anafahamu pigo la kwanza lilikuwa ni nini? Ha? Pigo la kwanza lilikuwa ilikuwa ni damu kwenye mito na maji yote ya Misri. Hebu tutafutie tupate kupasoma vizuri kitabu cha Kutoka. Haleluya. Kwa nini Mungu alianza na pigo la damu na mito yote ikabadilika kuwa mekundu? Maana ilikuwa ni maombi ya hatari ya kulazimisha ukombozi kwa watu wa Mungu. Baada ya hapo aliendelea na mapigo mengine mbalimbali. Yote aliposhindikana akaja tena na pigo la mwisho, ambalo pigo la mwisho nalo lilikuwa ni damu iwekwe kwenye nyumba za watu wa Israeli. Manake wengine walichukua
vitambaa vyekundu wakaweka kwenye nyumba zao. Walichukua damu wakaweka kwenye miimo ya milango ya nyumba zao. Yalikuwa ni maombi mekundu. Sema amen. Kwa hiyo maombi haya yana uwezo wa kumfanya adui uchawi wake wote ukakamatwa. Haleluya, haleluya. Tusome. Umeipata? Wakati unaitafuta, mwingine anisomee kitabu cha Ufunuo 19:13. Yes. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura yake ya 19 na ile mstari wake wa 13. Ndio. Roho Mtakatifu na atufunulie maandiko. Amen. Naye amevikwa vazi lililochovya katika damu. Na jina lake aitwa Neno la Mungu. Naye amevikwa vazi lililochovya katika damu. Na jina lake anaitwa nani? Neno la Mungu. Neno la Mungu. Kwa wale ambao tumekuwa tukijifunza kwa habari ya kwamba Yesu ndiye Mungu, tunajua ya kwamba ukisema neno, ukishataja neno, maana yake ni Yesu. Haleluya. Maana Yohana tulisoma wiki iliyopita, Yohana 1:1 anakuambia hapo mwanzo palikuwapo na neno, naye neno alitoka kwa Bwana, naye neno alikuwa ni Mungu. Haleluya. Kwa hiyo ikatuthibitishia kwamba Yesu ndiye Mungu. Na leo tunaambiwa ya kwamba Yohana alipokuwa katika kisiwa akaonyeshwa maono, anamuona mtu amevaa vazi lililochovya katika damu, na huyo mtu jina lake anaitwa Neno la Mungu. Hebu sema Bwana Yesu, najua wewe ndiye neno, wewe ndiye neno, wewe ndiye neno. Leo hii na kuona ukija na vazi jekundu juu ya maisha yangu kwa ajili ya kunikomboa, kwa ajili ya kunifungua, kwa ajili ya kunibariki. Hebu sema amina mbele za Bwana. Pigie Bwana makofi na vigelegele. Kwa hiyo maombi mekundu, maombi haya ni maombi ya kisasi, jino kwa jino. Adui akikupiga na wewe unampiga. Hakuna cha kuoneana huruma. Haleluya. Kama ingekuwa kuoneana huruma, mbona yeye akuonee huruma? Mbona yeye amekukausha? Mbona yeye amekubana? Mbona yeye amekamata tumbo lako usizae? Kama amekamata tumbo lako usizae, maana yake naye hatakiwi kuzaa. Kama amekamata uchumi wako usitogee, na yeye hatakiwi. Tunalenga pale pale kwenye uchumi wake. Anayepiga ndoa na yeye apigwe kwenye ndoa yake. Sema amina. Kwa nini useme amina? Haleluya, haleluya. Mmepata hiyo kutoka? Kutoka ngapi? Kutoka 7 mstari. Tuanzie hapo tuone. Kutoka 7 mstari wa 10 na anzia 17. Amen. Kitabu cha Kutoka sura yake ile ya 7 na mstari wake wa 17 na kushuka nao. Yes. Roho Mtakatifu na atufunulie maandiko. Amen. Bwana asema. Asemaje? Katika jambo hili utanijua kuwa mimi ndimi Bwana. Utanijua kuwa mimi ndimi Bwana. Nukta mkato. Yes. Tazama, nitayapiga haya maji yaliyo mtoni kwa fimbo. Kwa fimbo hii nilionayo mkononi mwangu. Hii fimbo nilionayo mkononi mwangu nitayapiga maji. Amen. Yes. Nayo yatageuzwa kuwa damu. Nayo yatageuzwa kuwa damu. Amen. Ndio. Na hao samaki walio mtoni watakufa. Samaki walio mtoni nao watakufa. Amen. Ndio. Na huo mto utatoa uvundo. Mto utatoa uvundo. Amen. Haya ni maombi
Haleluya. Maombi ya kuharibu vitu vya wachawi. Hawatapata chakula na watapatwa na uvundo. Amen. 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 Watapatwa na uvundo, yani harufu itajaa, harufu mbaya. Amen. Kuna watu wamefanywa uchawi wa namna hiyo. Popote anapoenda kuna harufu fulani inamfuata ya uvundo. Amen. Hata aoge na omo hawatakati. Kweli. Hata aoge na umzamishe kwenye mto, umzaishe kwenye bahari, umwogeshe na umsugue vyovyote. Amen. Kuna kiharufu fulani hivi kinaambatana naye. Amen. Ni uchawi, ni mapepo, ni majini. Amen. Ni nguvu za giza. Amen. Kwa hiyo maombi haya yanaenda kupiga mito ya Misri yote, na inapata toka uvundo wa samaki watakao kufa. Amen. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, kila adui yangu anayetegemea uchawi wa kwenye mito, uchawi wa kwenye bahari, uchawi wa kwenye maziwa, uchawi wa maji yoyote, kuanzia leo napiga kwa fimbo ya Musa juu ya mito, napiga na fimbo ya Musa juu ya bahari yake, napiga juu ya mito, juu ya maziwa, juu ya maji, juu ya bahari. Kuanzia leo uchawi wote uliofichwa chini ya maji unakufa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Wapo maadui zako ambao wametegemea kwenda kujizindika kwenye mito, kwenye maziwa. Wengine wanategemea uchawi wa mto wa ziwa Victoria, wengine wanategemea uchawi wa ziwa Nyasa, wengine wanategemea uchawi wa ziwa Tanganyika. Kila baada ya muda fulani wanaenda kule, wakizama wakiibuka, wanakuja na nguvu mpya, wanaanza kukusumbua. Leo uchawi wao unakwenda kupigwa kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Sema amina kubwa. Bado sijaelewa, pengine umezamishwa kwenye mto nini? Wangapi wao wanaota ndoto wanaogelea, wako baharini, wako mtoni kwenye maji, wengine yupo kwenye maji, yupo na vitoto vingi yuko navyo, anaoga navyo. Wangapi wanakutana na ndoto za namna hiyo? Nyosha mkono, sema Bwana Yesu, kila kifungo cha baharini, cha mtoni, uchawi wa baharini, kuanzia leo napiga kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amen. Hiyo ni miongoni mwa uchawi mbaya sana. Every day unapelekwa kwenye swimming. Unaogeleaga wapi? Amen. Leo Yesu akutetee. Kwa hiyo pigo la kwanza lilikuwa ni kuharibu uchawi wa Misri ambao unategemea uchawi kutoka mto Naili. Mto Naili. Hebu endelea. Mstari wake wa 18. Yes, ndio. Na Wamisri watachukizwa kuyanywa maji ya mtoni. Hawawezi kuyanywa tena. Amen. Mto huo ni mto Naili. Amen. Na huo mto Naili ujue ya kwamba umeanzia katika chanzo chake kijiografia, kipo katika ziwa gani? Hata jiografia hujasoma. Ulikimbia darasa la ngapi? Mto Naili umeanzia, chanzo cha mto Naili ni ziwa nini? Victoria. Lazima ujue hii ulifundishwa, ulifikiri unafundishwa tu. Lazima ujue jiografia ili upambane na uchawi wa kwenu. Ziwa Victoria, wangapi wanatokea ziwa Victoria hapa? Nyosha mkono. Wanaotokea karibu na ziwa Victoria, Wasukuma, Wakerewe, Wanani, Wajita, wote. Manake uchawi wa Misri, uchawi hapa ulipigwa, nyinyi ndio unawasaidia ili mfunguliwe. Amen. Haleluya. Amen. Wataichukia maji yake. Hayo maji, manake uchawi ulikuwa unaanzia paka leo. Huo uchawi ziwani kule, ziwani kwenu mnapoogeleaga. Bwana, wewe ni ziwa gani? Tanganyika.
Watu wa Ziwa Nyasa wapo wapi? Ziwa Nyasa. Sema Bwana Yesu. Uchawi wa baharini leo, uchawi wa mtoni leo, uchawi wa ziwani leo, ninaugandamiza, ninauzuia. Chochote cha kwangu kilichozikwa katika ziwa, katika mto, katika bahari, nakomboa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu natamka chochote cha kwako kilichozikwa mahali popote kwenye mto wowote au ziwa na uchawi wa majini leo upate kufunguliwa kwa jina la Mungu aliye hai. Hebu sema amina. Amen. Leo watu wamenuna hapa mpaka wananitishia, sijui wamezamishwa Victoria. Hebu tuendelee kidogo. Amen. Mwangalie jirani, mwambie una matatizo gani? Matatizo gani? Mwangalie jirani mwingine, mwambie una shida gani? Mwambie mchungaji amekukosea nini?